Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mahakama Kuu ya Afrika Kusini imetoa amri ya kusitisha kwa muda mchakato wa serikali ya Zambia kuchukua mwili wa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Edgar Chagwa Lungu, hatua iliyoongeza joto kali mvutano mkali wa kisheria baina ya serikali ya Lusaka na familia kuhusu taratibu za maziko yake. Uamuzi huu umetolewa muda mfupi baada ya Zambia kutangaza kuwa tayari imekabidhiwa mwili wa Lungu nchi ya Afrika Kusini kufuatia uwepo wa mvutano wa kisheria ulioibuliwa na familia yake. Mahakama imeagiza kuwa zoezi lolote la uhamisho wa mwili lisitishwe hadi kesi hiyo itakaposikilizwa tena Mei 21. Serikali ya Zambia inasisitiza kuwa kama kiongozi wa zamani wa nchi hiyo, Lungu anastahili mazishi ya kitaifa na azikwe katika eneo maalum la viongozi wa kitaifa mjini Lusaka kama ilivyo desturi kwa marais wote waliotangulia. Kwa upande mwingine, familia ya Lungu inapinga vikali na kutaka mazishi ya faragha Afrika Kusini. Familia inadai kuwa marehemu hakutaka rais wa sasa Hakainde Hichilema ambaye alikuwa mpinzani wake mkubwa wa kisiasa kuhudhuria mazishi yake. Historia yake ya awali, Mahakama Kuu ya Pretoria iliruhusu mwili wake kurejeshwa Zambia kwa ajili ya mazishi ya kitaifa. Hata hivyo, familia iliweka pingamizi la dharura saa chache kabla mazishi ya faragha yaliyopangwa kufanyika Johannesburg Juni 25, 2025 kusababisha kesi hiyo kwenda mahakamani. Edgar Lungu aliongoza Zambia kuanzia mwaka 2015 hadi 2026. Alifariki dunia Juni 5, 2025 akiwa na umri wa miaka 68 katika hospitali ya Mediclinic Meditrom Pretoria baada ya kupata matatizo ya moyo wakati wa upasuaji. Msimamo wa mahakama katika uamuzi wa awali, mahakama ilieleza kuwa matakwa ya familia au ya rais wa zamani hayawezi kupinga haki ya taifa kumheshimu mtu huyo kwa mazishi ya kitaifa. Mawakili wa pande zote mbili walikubaliana kusitisha maziko kwa sasa, huku serikali ya Zambia ikipewa hadi Julai 4 kuendeleza sababu za msingi za kurejesha mwili huo nyumbani. Hadi sasa mazungumzo baina ya mwanasheria mkuu wa Zambia Mlilo Kabesha na wakili wa familia yanaendelea kabla ya kusikilizwa kwa kesi hiyo tena. Na hii ni Kasako Update na Adela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.